Kwa hivyo unamheshimu hafidh wa Qur'an, mwenye kufanyia kazi Qur'an, msomi wa Qur'an, kwa sababu ya utukufu wa kile kitabu cha Allah. Ndio tukasema katika darasa zetu, hili limekosekana kwa kiasi kubwa sana kwetu sisi Waislamu. Nafasi ambazo wanapewa hawa wasomi wetu wa Qur'an, wataalamu wetu hawa, ni nafasi nyonge sana katika mujtamaa. Tukatoa mifano, unaweza kukuta mahali kwenye jambo la maana kabisa, watu wote wakakumbukwa, akasahaulika imamu. Tukatoa mifano, watu wanaalikana harusi mathalan, au chakula fulani, hafla ukarimu, watu wanamkumbuka imamu wao, wako njiani. Jamani, kuna mtu kamshutia imamu mwenye ile shughuli pia hajamwambia. Subhanallah, imamu ndio watu wanatoa simpa. Imamu uko wapi bwana? Niko msikitini hapa. Sasa hebu chukua boda, imamu anaanza kuelekezwa, anapewa maelekezo kukata upepo, chukue boda aje kwa. Sasa ikiwa mmemsahau imamu wenu, mnamkumbuka nani? Mnakumbukana wenyewe, wauza nguo, wauza plagi, ndio mnakumbukana. Imamu kaachwa msikitini. Tukasema hata tizama zile posho wanazopewa hufadhi al-Qur'an kwa minasabati mbalimbali, minasaba ya kiibada, watu wanakaa wanaumia kichwa, wanafikiria posho ya kumpa imam hafidh. Au ni wewe nyumbani kwako una walimu wako wanakusomeshia watoto wako, ile posho unaompa, alafu upande wa pili wewe una walimu wa tuition ambao pia wanakuja hapo kwako kusomesha watoto. Wewe pima tu, jibu mwenyewe. Wale wa sekula unavyowalipa na huyu hafidh, haifananagi hata siku moja. Bali hata ikramu ya kumkirimu huyu mwalimu hafidh, hata ya maneno, wakati mwingine huna faragha ya kuzungumza naye na kujua hali zake na kumhoji anapofanya mambo, lakini akija yule mwalimu wa skuli utajikalisha pale. Teacher, leti ripoti, unaonaje watoto? Kadha teacher eti. Lakini ustadhi mara nyingi unapewa taarifa tena, mkeo alikuja ustadhi jana hajaja, basi kile kilikuwa ina pancha, akatuma